Kiufupi sikupata usingizi. Kwa sababu kulala na watoto wachanga kama hivi bila mama, cha kwanza si jambo ambalo labda nimelizoea. Furaha ya kuwapokea watoto watatu wa pacha imegeuka kuwa mtihani mkubwa kwa Dastan Julius Kaniki, mkazi wa Maji ya Chai, wilaya ya Arumeru, mkoani Arusha, ambaye sasa anawaomba wanajamii wenye moyo wa huruma kumsaidia kukabiliana na changamoto ya kuwalea watoto hao. Dastan amesema amelazimika kukesha kwa siku 5 mfululizo akiwahudumia watoto wake hao wa kike baada ya mama yao kulazwa hospitalini siku chache tu baada ya kujifungua kwa njia ya upasuaji. Kwa sasa familia hiyo yenye jumla ya watu 7 wakiwemo watoto 5 inaishi katika chumba kimoja cha kupanga. Hali ngumu ya maisha imeifanya familia hiyo ishindwe kumudu mahitaji muhimu ya watoto wachanga pamoja na matibabu ya mama yao. Sasa hivi tunanunua maziwa, sasa hivi ni gari, kuna kopo la 60, kuna 40. Ingawa anamshukuru Mungu kwa zawadi ya kupata mapacha watatu, huku mkewe akiwa amesharejea nyumbani kutoka hospitali, Dastan amesema uwezo wake wa kifedha ni mdogo kiasi kwamba hawezi kumudu gharama za maziwa, nepi, dawa na mahitaji mengine muhimu ya watoto hao. Kutokana na hali hiyo, amewasihi Watanzania, watu wenye mapenzi mema, kujitokeza kumsaidia ili watoto hao wapate malezi na huduma wanazostahili katika siku zao za mwanzo wa maisha. Nilipokea kwa sababu wakati ninampeleka mke wangu hospitalini, ni kwanza sikujua kwamba ni hali ya uchungu, kwa sababu katika kujisikia kwake haikuonyesha kwamba ni uchungu. Tukapanda bajaji, tukafika Reganga, kufika pale kupimwa, akaambiwa ni uchungu. Kwa ni unajua wamama wanajiandaga katika kujifungua, kuna vifaga wananunua. Sasa baada ya hapo akanitumia message, nikarudi nyumbani kuchukua vifaa. Lakini baada ya hapo ya kupimwa, wa dokta mmoja anaitwa Riziki, akaniambia watoto mimi nahisi ni twins, ila hatuna uhakika sana, ila mke wako hatojifungua kwa njia ya kawaida kwa sababu watoto tunaona kama wametanguliza miguu. Kwa hiyo unalizia, nikawaambia hamna namna nyingine. Wakaniambia namna zipo, lakini tunachoogopa tunaweza tukaforce ukakosa mtoto au watoto au mama, kwa tutakuwa hatukufanya jambo jema. Ni bora twende akafanyiwa upasuaji ili tupate kila kitu kiwe salama, kuwa na amani. Nikawaambia sawa. Nikampigia ndugu yake anaye dada yake, nikampigia simu. Unajua ndugu naye kujua ni jambo muhimu sana. Akaniambia sawa. Basi nikamwambia mke wangu atulize pressure ili tuweze kufanikiwa. Akanisikia na kweli nikawa nimesimama nje. Baada kama ya nusu saa nikaitwa na nesi mmoja wa kike, akaniambia njoo. Nikaenda. Akaniuliza unajua una watoto wangapi? Nikamwambia nimekuona umeshika 2. Akaniambia sio 2. Mwingine anakuja. Kwa ndo nikawauliza wa kiume wako wangapi? Wakaniambia wote ni wa kike tu. Nikawaambia sawa, tunapokea kwa sababu Mungu ndo kila kitu. Kwa nikaipokea. Baada ya nusu saa wife ndo akaenda akatolewa kwenye chumba cha upasuaji. Akaja hapo, kaambia usimuongereshe kwanza kwa sababu ya kichwa kinauma sasa hivi. Ila baada ya hapo, ile siku watoto waliozaliwa wakapelekwa Mount Meru ICU, chumba cha joto. Okay. Kwa jumla una watoto wangapi kwa hivi sasa? Kwa sasa hivi na jumla watoto 5. Wa kiume na wa kike? Wa kike tu. Wote wa kike? Yeah. Wow, hongera sana bwana. Siku 3 zile zilipoisha, mama akaambiwa nimpeleke kule ili akanyonyeshe watoto. Kumpeleka kule mama, watoto wakatolewa ICU, akapelekwa kwenye chumba cha kawaida, mama akapewa watoto wake. Ila mama akapitia changamoto sana usiku, watoto wakawa wanamsumbua na nini hivyo, kwa sababu yuko peke yake. Sasa uweze hamna kampani yoyote, ila kuna jirani yake akawa anamsaidia, naye amezaa mapacha 2. Okay. Kesho yake ndo nikaenda nikawachukua tukarudi nyumbani. Ndo hivyo tukukaa sana, mama naye akapata changamoto ya kuumwa,
karudi Mount Meru. Kwanza akafika Reganga, akaongezewa damu. Kuongezewa damu, asubuhi yake ambulance ikaja ikamchukua ikampeleka Mount Meru. Mount Meru akakaa Jumanne, Jumamosi, kuanzia Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi. Ndio tukaenda kumchukua akarudi nyumbani. Kwa nashukuru mpaka sasa hivi kidogo anaendelea vizuri, japo maziwa kwa mama hayatoki. Ni machache sana. Sio kwamba hayatoki kabisa, lakini ni machache sana, mtoto hashibi. Yani huwezi kumnyonyesha hata mtoto mmoja akashiba, ndio maana sasa hivi tunanunua maziwa kama haya kopo. Kama unavyojua maziwa sasa hivi ni gari, kuna kopo la 60, kuna 40. Ila ndio hivyo, kama hivyo tunanunua 40. Na mpaka sasa tangu wamefikia hapa ni kopo ya 4 nimenunua. Kama baba, ni changamoto gani ambazo unazopitia tangu umepata watoto wa... Changamoto ninazopitia ni kwamba ni upatikanaji cha kwanza wa pesa kwa ajili ya kuwahudumia watoto. Ni changamoto ya kwanza. Ila nashukuru kwa sababu unaweza ukakuta jirani, mfano kama wewe, akaja akakwambia bwana, pana 10,000 hapa, pana 5,000 hapa, lakini unaweza ukashangaa wiki haijaisha umepata hata hela ya kwenda kununua kopo la maziwa la watoto. Hivyo na uongozi pia wa kijiji umekuja kuniona, nashukuru. Umetoa chochote walichojaliwa nacho, umeniletea sabuni. Hivyo wameniletea mahindi kidogo, nashukuru. Kwamba mama atapata uji. Okay. Watu wana utu bwana. Watu ndio Tanzania wenyewe bwana. Watu wana utu. Kwa kiujumla kipato chako unakionaje? Kinaweza kumudu? Kipato changu hakiwezi kumudu kwa sababu ndio hivyo, najifunza kazi ya ufundi wa ujenzi wa upoaji. Lakini kwa mimi mwenyewe siwezi kutoka mpaka yule mkuu wangu anayenifundisha apate kazi ndo aniite niweze kutoka. Ndio maana hata kama hivi umenikuta leo niko hapa, nipo nyumbani kwa sasa. Msaada wangu kwa sasa, kama unavyoona napo eneo naloishi ni sehemu ndogo sana na hii familia. Kwa hiyo sasa hivi hata wale wengine wakitoka shule huwezi ukalala nao kwenye hiki kitanda, na hawa watatu wapo na mamao yupo na babao nipo. Kwa hiyo ni lazima ingekuwepo labda naweza kapata nyumba, labda serikali ama mfano ikanisaidia nikapata nyumba ambayo inaweza kuishi na hii familia. Nikapata labda kitanda kingine, godoro na maisha mengine yakaendelea. Waendelee kuwa na moyo kwa Samaria wema, na pia kwa serikali, kwa kulingana na Mungu ameshanipa. Siwezi kusema kwamba hapana, ni riziki kupata watoto, kwa sababu nilijua kwamba nitapata mmoja, ila kwa kuwa Mungu ashanipa watatu, basi serikali naiomba kama inaweza kunisaidia kwa chochote kile, kifedha, nini, nyumba, ingalau niweze kuilea hii familia. Na wapo wadau, mtu anaweza akasema mimi bwana, hawa watoto endapo watafikia stage fulani, mimi huyu nitamsomesha hivyo. Hivi kwani kuna pacha kwenye familia yenu? Kuna pacha? Pacha wapo, na ndugu zangu kama 8 hivi wana pacha wawili. Watoto wa baba mkubwa, baba mdogo hivyo. Wana pacha wawili. Kwa hiyo kwenye familia yetu, tuseme kwenye ukoo wetu, hilo si jambo geni. Kwanza siku ya kwanza kabisa nilivyorudi nao hospitalini, kiufupi sikupata usingizi. Kwa sababu kulala na watoto wachanga kama hivi bila mama, cha kwanza si jambo ambalo labda nimelizoea. Lakini nilikuwa napata usingizi, yani kama ndege aliyeangalia kwenye mti kwamba akifanya hivi atadondoka. Kwa hiyo ni lazima kidogo, yani ukifanya tu kwa usingizi kana kuja unaamka. Uzuri ni kwamba kilichonitia nguvu, yani ni kama Mungu tu, watoto wakawa hawasumbui, hawalii. Kwa hiyo unaona kanakoamka, naamka, natumia maji haya ya Kilimanjaro. Kulingana na maji haya ya bomba mengine sio salama sana. Kwa hiyo na pashia maji kidogo, anakuwa vuguvugu, na changanya maziwa, unakapa, kana kunywa, kana lala.
Uzuri ni kwamba nilikaa nao siku 3 nzima, hawakunisumbua. Mama akiwa hospitalini wakilala kama hivi unavyowaona, naamka najitengenezea chakula nakula hivyo.